tunapeleka umeme miradi hii miwili na gharama ya shilingi bilioni 91 na wanufaika wa umeme waliounganisha umeme kwa sasa hivi ni kama watu 21,000 tuseme, kwa population ya Morogoro ambayo ina watu karibu milioni 4 kwa sasa. Kwa hiyo you can see kwamba ni political commitment ya serikali kupeleka umeme kwa wananchi wake. Yani it's not a sisi wachumi haikuzingatia economics zake, kusema Watanzania wapate umeme alafu baadaye tutajua na huko mbele. Na mimi nakumbuka hii ndio ilikuwa dira na mwongozo tuliokabidhiwa wakati tunakabidhiwa REA 2008 tuliambiwa bana Watanzania wapate umeme basi halas. Wakati REA inaanza mwaka 2008 nimekabidhiwa, ilikuwa na budget ya bilioni 3 na bilioni 2 zilikuwa za administration, bilioni 1 ya kuunganisha umeme. Leo miaka 15 baadaye kwa miradi ya mkoa wa Morogoro tu bilioni 91. This is phenomenal. Lakini sasa ni vizuri Watanzania wakajua mambo haya na haya mambo yanafanywa na serikali yao kwa ajili ya wananchi wao. Morogoro una jumla ya vitongoji 3,391 ndio jumla ya vitongoji vyote, lakini tangia tuanze kupeleka umeme mpaka sasa hivi tumepeleka umeme katika vitongoji 1,821. Lakini kwa kuwa kuna miradi inayoendelea na huu mradi wetu, kwa hiyo mradi inayoendelea na vitongoji 90 na huu mradi wetu unakuja na vitongoji 570. Kwa hiyo tukijumlisha ni kama 660. Kwa hiyo tukijumlisha 1,821 na hii 660 tutapata 2,481. Kwa hiyo tukichukua ile kubwa sasa 3,391 tukatoa 2,481, kwa hiyo mheshimiwa, tutakuwa tumebakiwa na vitongoji 910 ambayo sasa hivi serikali, azma ya serikali ni kuhakikisha kwamba vitongoji vyote vipelekewe umeme ifikapo 2030. Kwa hiyo serikali kupitia wakala wa nishati inaendelea kutafuta vyanzo vya fedha ili kuhakikisha kwamba vitongoji vilivyobakia vya mkoa wa Morogoro 910 inapelekewa umeme kabla ya 2030. Kampuni yetu ina uzoefu wa hii miradi, na kama utakuwa shahidi, miradi iliyopita tumekuwa among wakandarasi ambao tumemaliza kabla ya wakati. Tumejipanga, mradi huu ni wa miezi 36, tumejipanga tutekeleze mradi chini ya miezi 34.